Ndugu zangu, katika nyakati hizi ambapo tunashuhudia migogoro na mivutano katika maeneo mbalimbali duniani, nchi yetu imeendelea kubaki salama na yenye amani. Hata hivyo, ni muhimu tukatambua kwamba si kila mtu anatamani kutuona katika hali ya amani, umoja na utulivu. Hivyo basi, ni vyema tukazidisha mshikamano na upendo kwa nchi na taifa letu na watu wake. Tuendelee na sifa yetu ya Tanzania ya amani. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka niwahakikishie kwa serikali yetu itaendelea kutimiza wajibu wake wa kikatiba wa kulinda uhuru wa kila Mtanzania kuabudu kulingana na imani yake. Pamoja na hayo, ni muhimu kwetu sote kufahamu mipaka ya uhuru huo, na hatuna budi kuheshimu sheria za nchi na haki za wengine, ili uhuru huo usigeuke kuwa chanzo cha chuki, mgawanyiko au kuvuruga amani na mshikamano wa taifa letu. Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha, nataka ninasibishe hotuba yangu hii na ile ya BAKWATA iliyosomwa na Sheikh Mruma, lakini pia maneno ya Mufti wakati akizungumza nasi, na niwaambie kwamba nawashukuru sana kwa ujumbe mzuri walioutoa, ambao kwa ujumla wake umetuasa kudumisha misingi ya umoja, amani, utulivu na mshikamano wa taifa letu ili tuweze kusonga mbele kimaendeleo. Na asanteni sana kwa ujumbe huo murua. Aidha, nikupongeze Mufti na Sheikh Mkuu na BAKWATA kwa ujumla kwa uamuzi na mwelekeo wa kutaka kuimarisha huduma za afya nchini kwa kuendeleza ujenzi wa vituo vya afya katika kila mkoa na baadhi ya wilaya, pamoja na mkakati wenu wa kujenga hospitali kubwa yenye hadhi ya rufaa hapa Dar es Salaam. Uamuzi huu unaunga mkono juhudi za serikali za kuboresha na kusogeza huduma za afya karibu na wananchi au karibu na jamii. Jitihada kama hizi zinaendana moja kwa moja na dhamira ya kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora na kwa wakati. Niwahakikishie kwa serikali itashirikiana nanyi kutekeleza azma hii kwa vitendo. Aidha, nimelisikia ombi lenu na niwaambie tu kwamba nimelipokea na nitalifanyia kazi. Kwa upande mwingine, nimekusikia Mufti Alhaji Mruma akitangaza kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi kwa BAKWATA, na natambua kwamba uchaguzi ulikuwa ufanyike mwaka jana, lakini kwa sababu ya pirika za uchaguzi wa serikali mkaakhirisha kafanya mwaka huu. Wasia wangu kwenu, hakuna uchaguzi mdogo. Uchaguzi hata wa monitor wa darasa una vishindo vyake. Kwa hiyo na uchaguzi wa BAKWATA utakuwa na vishindo vyake. Niwaombe muwe watulivu, wastahamilivu na mchaguane kwa amani, na wale watakaochaguliwa basi wakiendeleze chombo hiki, na wale ambao hawatabahatika basi watoe ushirikiano katika kuiendeleza BAKWATA na kuwasimamia Waislamu.